الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza na kwanza ameanza kutoa salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu ni kwamba je, inafaa kusemezana na mwanamke ambaye si maharimu wako kwa kusalimiana na ikawa hakutachelewa fitna? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji ameuliza na katika kuuliza kwake ameanza na salam na sisi tunatikia salam. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je, inafaa kusemezana na mwanamke si maharimu wako kwa kusalimiana na ikawa hakutachelea fitna, kwa maana ikawa kwamba fitna itakuwa iko mbali? Swali kama hili liliulizwa na kuelekezwa kwa wanachuoni, na wanachuoni wakajibu wakasema kwamba at-tahaddathu ma'al mar'ati la haraja fihi, kuzungumza na mwanamke hakuna ubaya idha kana ma fihi tuhma, itakapokuwa katika hayo mazungumzo hakuna tuhma ndani yake, pakatuhumiwa tuhma ambazo zilikuwa mbaya, wala khalwa, wala ikawa kwamba hakuna khalwa, kukaa faragha baina mwanamke na mwanamume. Kana nisa'u yatahaddathna ma'a an-nabi, walikuwa wanawake wakizungumza pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ma'a as-sahabati, na pamoja na masahaba, wayasalna, na walikuwa kiuliza, wayastaftina, na wakitaka fatwa. La haraja fi dhalika, hakuna ubaya katika jambo hilo. Amma ma asbabil fitna, ama pamoja na sababu za fitna, kaunuha safira, kwa kwake kwa mwanamke amesafiri, au fi umurin, au katika mambo tataallaqu bil jimai, au ikawa kwamba wakawa wanazungumza kuhusiana na mambo ambayo yanafungamana na jimai. Wa asbabul fitna, na sababu za fitna, hadha la yajuz, haya hayafai, mazungumzo haya hayafai. Au ma'al khalwa, au pamoja na kukaa khalwa. Laysa lil ajnabi, hakuna kwa ajnabi an yatahaddatha ma'aha, kuzungumza pamoja na yeye, fima yusabbibu alfitna. Asema laysa lil ajnabi, hakuna ruhusa kwa yule ajnabi an yatahaddatha ma'aha, kuzungumza naye mwanamke fima, katika yale ambayo yusabbibu alfitna, ambayo yatasababisha fitna. Au yumiluha ilayhi, au yatakayopelekea kumuingiza kumili kwa huyo mwanamke lilfahisha, kwa ajili ya kufanyika uchafu. Walaysa lahu an yakhluwa biha, wala hakuna ruhusa kwake yeye mwanamume kukaa faragha na huyo mwanamke. Walau li ta'limi alquran, hata kwa kumfundisha Qur'an pia haitofaa ikawa kwamba kwa wao wawili tu. Au ta'limiha, au kumfundisha huyo mwanamke pia haitofaa. La yakhlu biha, asikae naye faragha huyo mwanamke. Yaqulu an-nabiy mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna shaytana thalithuhuma, asikae faragha mwanamume na mwanamke kwa sababu shetani ndio watatu wao. Falwajibu ala ar-rijal wan nisa, maulama wanasema akiwemo al-Allama Ibn Baz na wengineo, falwajibu ala ar-rijal wan nisa, basi jambo ambalo lilikuwa la wajibu kwa wanaume na kwa wanawake, at-taharruzu min dhalika, ni kujizuilia kutokana na jambo hilo. Fayahrumu ala al-jamii al-khalwa, basi ni haramu kwa wote kukaa faragha. Lakin idha kana ma'ahuma thalithu, lakini itakapokuwa pamoja na hao wawili yupo watatu wao, walaysa hunaka tuhma, na ikawa hakuna tuhma, zalatil khalwa, hapo khalwa inakuwa imeondoka. Idha tahaddatha ma'aha bihadarati akhiha, atakapozungumza pamoja na yeye kwa hadhara kuwepo ndugu yake, au ummiha, au mama yake, au abiha, au baba yake, au imra'atin ukhra, au mwanamke mwingine, au rajulun akhar, au akakuwepo mtu mwingine. Zalatil khalwa, hapo itakuwa imeondoka khalwa. Bishartin, kwa sharti an yakuna alhadithu ba'idun 'ani sharri, kwa sharti ya kuwa kwamba mazungumzo yawe mbali na shari, wal fitna, na yawe mbali na fitna. Papatikane katika mazungumzo salam,
sualu an ilmi, uliza kuhusiana elimu, sualu an auladiha, wa maswali kuhusiana watoto wake, an masail tataallaq bihajatiha, maswali ambayo yanafungamana kuhusiana na haja yake, la basa, hakuna ubaya. Amma tahaddathu bi shay'in, ama kuzungumza kwa kitu yusabbibu alfitna, hadha la yajuz, ama kuzungumza kitu ambacho kitasababisha fitna, jambo hili halifai, la maha wahdaha wala ma ghairiha, si ikiwa kwamba yuko peke yake huyo mwanamke, yuko pamoja naye peke yake, wala ikiwa kwamba yuko na mwingine asiyekuwa huyo mwanamke, ikawa mambo ya kuzungumza mambo ambayo yanapelekea fitna, jambo hilo halifai. Lianna alwajiba ala almu'min alhadharu min asbabil fitna, kwa sababu jambo ambalo kwa la wajibu kwa muumini ni kuchukua tahadhari kutokana na sababu zote za fitna. Kwa hiyo kuzungumza na mwanamke kwa vidhibiti hivi vya kisheria hakuna ubaya, lakini wasikae faragha, lakini vile vile wasipatikane mazungumzo kama mazungumzo yanazungumzia masala ya fitna na masala ya shari. Ikiwa kutapatikana vitu hivyo, jambo hilo litakuwa halifai. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.